sallallahu alaihi wasallam. Mwenye kutubu atatuhusia kama vile yeye atakapohusia, na jambo la kuhusiana ni jambo linalotakikana ndani ya Uislamu na nje ya Uislamu. Kama mtu si Muislamu lakini bado anatakiwa awahusie wenzake kutenda matendo mazuri na wala asiwaagize kutenda matendo maovu. Lakini ndani ya Uislamu Mwenyezi Mungu na mtume wake wanatuhimiza mara nyingi kuhusiana majambo ya kheri, kusaidiana kwenye majambo ya kheri. Mwenyezi Mungu wasia wake anaagiza hivyo kwa waja wake, na mtume wa Mungu anaagiza hivyo pia kwa wafuasi wake. Mwenye kuhutubu baada ya kutuhusia atatuagiza au atatukumbusha ya kuwa ittaqullaha wa'malu salihat, ittaqullaha wa'malu salihat, mcheni Mwenyezi Mungu na mtende matendo mazuri. Matendo mazuri hayahitaji kupekuliwa kwa sababu yako yanaonesha ule uzuri wake, ila matendo mabaya ndio yanahitaji kupekuliwa kwa sababu yanafanywa siri. Sasa sisi tunachotakiwa tufanye kile kilichokuwa dhahiri, kile kilichokuwa kizuri, na kitendo kizuri kinafanyika bila siri. Dhahiri mtu anafanya, lakini jambo baya mtu atalitafutia nafasi alifanye kificho ficho. Na tukiagizana kumcha Mwenyezi Mungu, maana yake ni mbili tu. Maana ya kwanza, tunatafuta radhi ya Mwenyezi Mungu Subhana, na maana ya pili, tunaogopa hasira za Mwenyezi Mungu kwenye ile siku ambayo turjauna fihi, mtarejeshwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Hii siku ya kurejeshwa mbele ya Mungu, huendi kuulizwa kwamba kule ulikula mapapai au kule duniani ulikula ubwabwa, kule duniani ulivaa nguo gani. Huulizwi vitu hivyo. Utaulizwa ulifanya nini, kitu gani kizuri ulichokifanya na kitu gani kibaya ulichokifanya. Haya ndio utakayoulizwa. Sasa ni lazima tuheshimu sana yauman turjauna fihi, ile siku ambayo tutarejeshwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na si kurejeshwa tu, siku ile ukirejeshwa, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, kisha mtakuja kuambiwa zile habari ambazo za mambo mliokuwa mkiyafanya huko duniani. Ni kitu gani umeishi wewe, umeishi kwa kitu gani, umefanya nini? Leo katika vitu vibaya watu wanahamasishana kufanya mambo maovu ya kuua watu na kuumiza watu na kupora mali za watu. Jambo hili wewe usije ukajihusisha kabisa, na usije ukasikiliza maneno ya mtu mpuuzi kama huyo anayekuja kukuhamasisha wewe eti mwende mkavunje duka la mtu, au mwende mkavunje petrol station ya mtu, au mwende mkafanya hiki na kile. Wewe jitahadhari. Jambo hili utakuja kuulizwa siku ya Kiyama. Kwa nini uliharibu mali ya mwenzio? Unajua, katika Uislamu kuna kitu kimoja cha sheria. Ikiwa wewe unafuga ng'ombe, alafu yule ng'ombe akaenda kuingia kwenye shamba ya mtu, amekula kwenye shamba ya mtu, anayetakiwa kulipa ni yule ng'ombe ndio alipe, au mwenye ng'ombe ndio anatakiwa alipe? Kwa mwenye ng'ombe ndio anatarajiwa kwenda kulipa deni lile, aambiwe bwana, miche 10 imeliwa, kila mche mmoja shilingi 100,000, utalipa kwa kiasi hicho. Ni lazima ulipe. Leo we hujatuma ng'ombe, ni wewe mwenyewe ndio ulienda kufanya kitendo kile. Ni nani anatakiwa kwenda kulipa?
ni wewe ndio utalipa. Ukiharibu kitu cha mtu ni lazima wewe utalipa. Kama hukulipa hapa duniani, utaenda kulipa huko akhera mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Mwenye kukutubu atatuhusia na kutuambia, wala tudillannakum lahwa, wala msipotoshwe na mapambo ya dunia. Mapambo ya dunia watu huwa yanawapotosha, alafu wao wenyewe wanajihisi kama vile bado hawajapotoka, lakini kumbe tayari wameshapotoka. Kuna mtu ni Muislamu lakini atajiingiza kwenye mambo haya, akishajiingiza anajihisi kwamba bado amebaki ndani ya Uislamu, lakini kumbe tayari ametoka mbali kabisa ya Uislamu na yuko nje kabisa, lakini jina limebaki kuwa ni Muislamu, jina limebaki la Kiislamu, lakini matendo yake sio ya Uislamu. Na yote haya anayafanya hivi kwa sababu ya mapambo ya dunia. Anaona akiendesha gari nzuri, akilala kwenye nyumba nzuri, atatembea hivi vizuri, atakuwa na marafiki matajiri, na vile anaona labda hii ndio itamsaidia katika maisha yake na akhera yake. Kwenye dunia utatamba sana, lakini ukiingia kwenye ulimwengu wa akhera utapata tabu sana. Chunga katika mambo yako ya dunia unayotembea nayo, yale unayoishi nayo. Chagua mambo ya kuishi nayo, sio kila jambo linafaa kuishi nalo. Chagua ni lipi zuri, endelea kuishi nalo. Lile ambalo unaliona hili hapa nitamkera Mola wangu, liache taratibu, pole pole, bila kelele, bila bughdha, bila ngumi. Liache hilo jambo, na ukiliacha hakuna wa kukulaumu, hakuna. Lakini ukiharibu vya watu utalaumiwa. Mbele yake akasema, wala tattabi'u khutuwati shaitan, wala msifuate tabia za shetani. Msifuate tabia za shetani. Shetani ana tabia gani? Shetani ana tabia ya kudanganya watu. Wewe usiwe na tabia hiyo, uwe mkweli. Kitu kama hukitaki, sema tu hiki sikitaki. Sema wazi tu kwamba hiki sitafanya, sitaki. Huo ndio utakuwa wewe unaepukana na hatua za shetani, nyendo za shetani, tabia za shetani, unakwenda nazo kinyume, unamkataa shetani. Tena akasema, fa innahu ya'murukum bil fahsha'i wal munkar. Shetani katika tabia zake anawaamrisheni mambo machafu na mambo ya munkar. Hayo ndio tabia zake, ndio hizo. Atakuamrisha jambo, lakini jambo lile akishakuamrisha, ukishatumbukia kwenye jambo lile, alafu yeye anakaa pembeni anakucheka kwamba tayari ushatumbukia, ushamkosea Mola wako, anakucheka. Kwenye fahsha na kwenye munkar. Fahsha ni machafu yaliyokuwa ni makubwa, ndio huitwa fahsha, na munkar ni machafu yale yanayoonekana kama ni ya kawaida, lakini pia nayo ni makosa. Chunga sana jambo unalotaka kulifanya, lichunguze kwanza kabla hujalifanya. Ukiliona kwamba lina maslahi na wewe, kwenye dunia yako utapata maslahi na kwenye akhira yako utapata maslahi, lifanye jambo hilo. Na ukigundua kwamba jambo hili nikilifanya kwenye dunia yangu nitapata shida, lakini kwenye akhira yangu pia nitapata shida, achana na jambo hilo. Na ukichunguza ukaja ukaona kwamba jambo hili nikilifanya kwenye dunia yangu nitafaidika, lakini kwenye akhira yangu nitapata hasara, hebu chunguza tena kwa baina ya dunia na akhira, ni wapi wewe pana kupendeza zaidi uishi vizuri. Ukiona kwamba unataka uishi vizuri duniani ili akhera uende ukapate tabu, wewe akili huna, sababu hapa duniani utaishi muda mfupi, lakini akhera utaenda kuishi muda mrefu. Mtu akiishi duniani anaishi miaka 60 mpaka 70 mpaka 80 mpaka 90. Ukifika 110 wewe umependelewa sana. 110
umependelewa kweli kweli, na vyombo vya habari vitaandika na watu watashangaa kwamba fulani ameishi miaka 110 tu, kala chumvi nyingi. Lakini ukifika miaka 150, dunia nzima hii itatangaza, mpaka BBC watatangaza kuna mtu huko Tanzania ameishi miaka 150. Inaonekana mingi kweli kweli, lakini kumbe ni miaka kidogo sana. 150 kidogo sana. Kuna watu huko nyuma wameishi miaka 1000, miaka 1500. Watu wameishi huko nyuma kwa zamani huko. Leo mtu akiishi miaka 30 anaonekana ndio mzee. Miaka 30 yashakuwa na mtoto na ana mjukuu. Mtu wa miaka 30 ana mjukuu. Lakini hapo nyuma kidogo ilikuwa mtu akiwa na miaka 30 anaonekana bado mtoto, tena mtoto sana tu, miaka 30. Kuna mama mmoja zamani huko alifiwa na mtoto. Alipofiwa na mtoto, watu wanaenda kumpa pole. Nyamaza basi, mbona unalia sana? Usilie sana, Mwenyezi Mungu atakupa mtoto mwingine. Mmoja akaja akamuuliza, kwani mtoto wako alikuwa na umri gani? Asema alikuwa na miaka 20 tu. Yaani huyu miaka 20 anamwona bado mtoto sana, bado hajafikia umri wa kuwa kijana zamani. Lakini sasa hivi mtu akiwa na miaka 30 kashazeeka. Ukiwa na 50 ndo kabisa, hata hospitali kule hawakupi dawa ya maana, wanajua kesho na kesho kutwa atakufa. Wanakupa tu paracetamol kidogo, nenda katulize maumivu, haya kafie mbele. Lakini chunga sana, maisha ya akhera utaishi muda mrefu. We chunguza katika akili yako ya kawaida, yule babu wa bibi yako wewe anaye babu yake. Wewe unamwita bibi sababu kakuzalia baba au kakuzalia mama, lakini yule bibi yule naye ana baba yake na babu yake. Yule babu sasa alishakufa siku nyingi. Uliza ndani ya kaburi yake amekaa miaka mingapi? Utakuta miaka 100 imeshapita, tena sana tu, mingi. Ukijiuliza wewe una miaka mingapi? Una miaka 65. Sasa kama wewe una umri wa miaka 65, bibi yako ana mingapi? Alafu yule babu yake ana mingapi? Wewe huoni kwamba ameshavuka ule miaka 100 zaidi, yuko kwenye kaburi? Lakini yule naye tunayemsema pia naye ana babu yake. Haya, huyo babu yake naye kaburini kishakaa miaka mingapi sasa? Lakini jiulize, yule mtu wa kwanza kuzikwa ni mtoto wa Nabii Adamu alayhi salatu wassalam. Mtoto wake mmoja ndio alikuwa mtu wa kwanza kuzikwa duniani. Toka siku amezikwa mpaka leo ni miaka mingapi? Toka mtume Adamu yupo mpaka leo yule kijana yuko kaburini, ni muda mrefu sana. Lakini dunia bado haijaisha, bado ataendelea kukaa kwenye kaburi asubirie kiyama. Kiyama kikishatokeza tena ndio tuje tufufuliwe sote. Muda wa kukaa kaburini ni mrefu. Chukua zadi za kutosha za kwenda kukusaidia kukaa huko. Leo tusome hadithi moja ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam inayosema, ittaqillaha haithu ma kunta wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan. Hii ni hadithi sahihi na hakuna mtu anayetilia maneno hadithi. Lakini tuseme hivi, agizo hapa kwenye hadithi hii ni kuwa mche Mwenyezi Mungu popote pale ulipo. Haithuma kunta, popote pale ulipo, au kwa namna yoyote ulio nayo, mche Mwenyezi Mungu. Inawezekana wewe ni tajiri mkubwa sana, namna ulionayo ni hiyo, basi mche Mwenyezi Mungu kwenye hali hiyo uliyokuwa nayo. Na inawezekana wewe ni maskini sana,
Mche Mwenyezi Mungu kwa hali hiyo uliokuwa nayo ya umaskini sana. Usije ukasema mimi kwa vile ni maskini potelea mbali, kwani nitaulizwa nini? Sina hela ya kuulizwa, acha nilale tu bila kuswali, acha tu mimi nitakachopata mimi nitakula tu. Kwanza futari yenyewe sijui napata wapi mimi, mwezi wa Ramadhani na nitakachokipata ndio hicho hicho mimi nakula kwa muda wote ule. Wewe utakuwa hufungi Ramadhani kwa sababu ya umaskini ulionayo, futari huna, daku huna, lakini bado ujitambue kwenye hali hiyo. Unatakiwa umche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa uko uraiani, hauko magereza, uko uraiani, mche Mwenyezi Mungu hapo ulipo. Na ukiwa magereza umedhibitiwa, mche Mwenyezi Mungu huko huko uliko. Na ikiwa uko kwenye hali ya uzima, si mgonjwa, mche Mwenyezi Mungu katika hali ya siha yako, hali ya uzima wako, afya yako itumie vizuri. Na siku ukiwa mgonjwa, basi mabadiliko ni lazima kwa mtu. Huwezi kuwa mzima miaka yote na huwezi kuwa mgonjwa miaka yote, haiwezekani. Ni lazima ulikuwa mgonjwa ukapona ukawa mzima, na ulikuwa mzima ukapata maradhi ukaugua. Lakini kwenye hali mbili hizi zote unatakiwa umche Mwenyezi Mungu katika hali ya uzima na ugonjwa. Kuna mwingine akiwa mgonjwa analia, we Mungu we, kwani mimi hunioni nateseka hivi? Mungu hakuoni? Hayo sio maneno ya kusema. Unachotakiwa umbembeleze Mungu, ya Rabbi, na kuomba maradhi nilionayo hakuna wa kunitolea ila wewe. Na kuomba ya Allah, na kama utaniua kwenye maradhi haya, basi nakuomba uniue vizuri. Naomba nitoe roho nikiwa na imani yangu ya Uislamu. Unambembeleza Mwenyezi Mungu kwa maneno mazuri. Mwenyezi Mungu anachagua analolitaka. Ima aendelee kukuumiza hivyo hivyo ili akusikie kila siku ukimtaja. Kila siku anaweza kakuongezea tena kidogo. Ulikuwa unaumwa tumbo, leo utaumwa na sikio. Vyote viwili vipo. Na wewe unazidi kulia tu, ya Rabbi, leo limeongezeka sikio tena linaniuma. Na kuomba niondoshe hali hii. Mungu wangu, sina mwingine mie wa kunifanyia mazuri ila wewe. Niponeshe maradhi yangu ya Allah. Mwenyezi Mungu anafurahi, anasema ala, kumbe umegundua asubuhi kesho ukiamka mguu umevimba. Vitatu vishakuepo pala mara moja. Mguu umevimba, sikio linauma, tumbo linauma. Alafu cha mtihani zaidi na chakula pia huna. Na njaa pia naye inasumbua. Yote haya usihisi kwamba Mwenyezi Mungu hakuoni. Mwenyezi Mungu anakuona, tena anakuona vizuri sana kuliko wanaokuona. Lakini anapenda kusikia sauti yako unasemaje. Ittaqullah haithu ma kunta, mche Mwenyezi Mungu popote pale ulipo. Wa atbi' sayyi'ata alhasanata, na ikitokea bahati mbaya mtu ameteleza akafanya sayyi'a, akafanya jambo baya. Kufanya jambo baya kwa Muislamu si jambo la kukusudiwa, ni jambo linatokeza bahati mbaya. Lakini ndio hivyo, umeteleza, ushafanya tayari. Kinachofuata mbele ufanye nini? Mtume anaagiza wa atbi'i sayyi'atal hasanata, fatilizia kufanya jambo zuri. Jambo zuri jambo gani nilifanya? Kama ilikuwa umeiba kitu cha mtu, basi kwanza uzuri urudishe kile kitu cha mtu. Uzuri ndio huo, rudisha kile ulicho. Na kama ilikuwa umemsema mtu, basi jisalimishe mwenyewe, nenda mwambie bwana, asubuhi leo nilikusema vibaya, kwanza nisamee. Ulifanya nini? Na nilisema hiki na hiki na hiki na hiki, nilimwambia fulani, lakini si kweli, lakini nimesema. Nimekuja bwana kujiosha, naomba nisamehe kwenye hili nililofanya. Huu ndio uzuri. Ukitoka hapo sasa ndio umwambie Mwenyezi Mungu, astaghfirullah alazim wa atubu ilayh, astaghfirullah alazim wa atubu ilayh. Mwenyezi Mungu, nakuomba msamaha na mimi narejea kwako,
nimekoma, sitofanya tena matatizo kama haya. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anaagiza, anasema ule uzuri utakaofanya mbele baada ya kufanya kosa, alafu ukaleta ule uzuri, umetoa sadaka hivi nzuri, hiyo tamhuha, ule uzuri utakaofanya ndio utafuta yale makosa uliokuwa umefanya. Kwa makosa sio eti yatafutika kwa wewe kukaa muda mrefu mpaka unalisahau lile kosa ukaona limefutwa. Halijafutwa, mpaka ulifute. Kwa nini? Kwa kufanya mazuri baada ya kosa lile ambalo umelikosea. Mwisho akamalizia kusema wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, na uishi na watu kwa tabia njema. Kuishi na watu na tabia njema ni jambo linalofundishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabia njema ziko nyingi, na wala tukizisema hapa hatutafikia mkomo, lakini tabia njema ni nyingi. Kila kizuri unachoona wewe ukifanyiwa wewe unajisikia vizuri, basi hicho pia nayo ukimfanyia mwenzako kitakuwa kizuri. Hakuna mtu anayependa kudharauliwa, hakuna, hayuko hata mmoja, kwamba mimi nimezoea kudharauliwa au mimi napenda kudharauliwa. Hayuko mtu wa sampuli hiyo. Kila mmoja anapenda kuheshimiwa. Sasa kama ikiwa ni hivyo, basi na wewe uwe tayari kumheshimu mwingine. Hiyo ndo tabia nzuri. Ikiwa wewe hupendi kusumbuliwa, basi pia uwe tayari kuto kuwasumbua wengine, usiwasumbue. Hiyo ndo tabia nzuri. Lakini kuna mambo mengine yakifanyika, kuna mtu anaona ni ya kawaida, lakini kumbe si ya kawaida. Unaonaje lau kama mtu ameweka sahani yake ya chakula anakula, alafu wewe ukaenda ukachukua mswaki wako, mswaki ukaweka Colgate, alafu tena unaanza kuswaki mbele ya mwenzio anakula, wewe umekaa pale unaswaki? Kwani kuswaki ni dhambi? Kuswaki sio dhambi, lakini kile unachokifanya ni kwamba unatoa uchafu kwenye kinywa chako. Mwenzako anakula, anaangalia mapovu ya dawa ya mswaki ambayo iko kinywani kwako, unamtia karaha mwenzio. Hii sio tabia njema, ni tabia chafu. Lakini Mtume anasema wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Angalia jambo gani ambalo mwenzako utamkera. Ukiligundua kwamba ili huyu atakereka, huyu liache, au utalifanya kwa muda mwingine ukiwa peke yako. Kuna wale sisi tunaokaa kwenye nyumba za kupanga, chumba cha pili, nyumba nyingine hazina dari juu, kuko open. Ukiongea huku chumba cha pili kule wanasikia, labda unong'one, lakini ukiongea kwa sauti kidogo yule kule atasikia. Lakini wewe ukafungua na redio kabisa, lakini ile redio umeipandisha juu sana kwa sababu kuna jambo lako unaendelea nalo. Sasa jambo hili unaloendelea nalo hutaki lisikike huko, sasa unafungua redio mpaka mwisho wa sauti, lakini kumbe ile sauti unayoipandisha juu wenzako kule wanawakera kwa sababu ya raha zako wewe. Wewe huku una raha zako, lakini unataka watu wasisikie raha zangu mie. Sasa unaweka sauti juu, unawakera wengine. Lakini je, hizi raha zako ni halali ni haramu? Hizi ni halali, unaenda nazo, ni halali kabisa. Lakini je, hii kero unayofanyia wenzako nayo ni halali? Hii si halali, bado utakuwa unasumbua. Nda siku ukija ukiulizwa, bana, hebu punguza sauti kidogo, majibu utakayotoa pia ni mabovu. Mwambie bwana, tusifuatane. Mimi nalipa kodi kwangu na wewe lipa kodi kwako, fanya kile unachokiona.
Majibu haya ni mabovu wala hayafai. Kama ikiwa wewe ukijibiwa hivi utachukia, basi pia mwenzako atachukia. Simjibu hivi. Wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin, ishi na watu kwa tabia njema. Siku ukienda kukopa sehemu, una raha sana, umepata ule mkopo uliopewa, una raha na utatumia kwa kazi zako na shughuli zako na haja zako, utashukuru sana. Lakini utakuja kupata dhambi na utakuja kupata kasoro kubwa ikiwa wewe ni mcheleweshaji wa kulipa deni hili, na uwezekano wa kulipa unao, lakini unapitisha tu hivi mara hivi, nitakuona baadaye, nitakutumia baadaye. Unamzungusha mtu mpaka anachoka, anaamua sasa bora ninyamaze tu, namwachia Mungu, akitaka mwenyewe atanipa, kama hakutaka tutalipana huko akhera. Hii ni tabia chafu. Ikiwa una shida, hujazuiliwa kukopa. Kukopa ni haki ya kila mtu, anaweza kukopa mahala pale ambapo panakopeka, na ukishachukua tayari ukatekeleza mambo yako, basi uwe tayari kurudisha kile ambacho umechukua kwa mwenzio. Hiyo ndio tabia nzuri. Na kama siku ile tarehe labda mmepangiana kwamba ni tarehe fulani ndio uniletee kiasi changu, jitahidi. Kama ukiona mipango yako haijakaa vizuri, fika mapema. Bwana, tulizungumza tarehe fulani, lakini mambo yangu hayajakaa vizuri, sasa nivumilie kidogo, niko na mambo narekebisha, yakikaa sawa tu tutamalizana. Ni hivi tu. Wa atbi'i sayyata alhasana wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin, ukae na watu kwa tabia nzuri. Kuna mtu mmoja alikuwa yeye akishikwa na tumbo la ushuzi, haendi pembeni, hapa anainua mguu tu, anaendelea tu, ana stories zinaendelea. Sasa utaambia bwana, mbona hivi bwana, unatukera bwana? Anasema jamani, kila mtu ana hali yake, mimi hali yangu ndio hii, na mimi siwezi mpaka niende kule. Sababu ni nini bwana? Kama hali ya hewa inachafuka, ni nyie ndio muondoke. Hii ni tabia mbaya, ni tabia kwa kera wenzio, na wala haikubaliki. Wa khaliqin nasa bihuluqin hasan, ishi na watu kwa tabia nzuri. Ikiwa watu wanapenda kusalimia, na wewe pia uwasalimie. Kuna Waislamu sasa hivi wamezuka kwamba eti usipokuwa na ndevu za kutosha basi wewe hufai kusalimiwa. Ila salamu alaikum, wewe hufai kusalimiwa. Mbona yeye yameanza juzi jamani? Uislamu gani huu? Na ndevu ni sunna mwanaume kuwa nazo, ni sunna. Lakini kuna watu maumbile yao hawana ndevu. Hao utawafanyaje? Videvu vigumu, havina ndevu hata moja. Toka kazaliwa hajawahi kuota ndevu mpaka anazeeka. Huyu naye sunna hii ni vipi? Utamsalimia au simsalimie kwa sababu tu hana ndevu? Lakini ndevu ujue kwanza ni sunna ya kimaumbile. Kuna sunna za kimaumbile na kuna sunna za kimaisha. Hii ni sunna ya kimaumbile. Waarabu wenzetu maumbo yao, Waarabu, wazungu, wa China, wanani, nywele zao zinarefuka kwa urefu zaidi. Sisi nywele zetu pilipili zinasokotana zaidi. Kwa hivyo Mwarabu kuweka ndevu nyingi, Mchina kuweka ndevu nyingi, kwao ni jambo la kimaumbile. Wewe ukijitahidi kuweka ndevu nyingi, utaweka miaka 5 labda ndio utakuta zimefika hapa hivi, miaka 5. Lakini Mwarabu na mzungu na nani, yeye asiponyoa mara moja tu, mara ya pili ndevu ziko hapa, ya tatu ndevu ziko hapa. Kuna khalifa mmoja miongoni mwa makhalifa wa Sheikh Mohamed Nasr, anaitwa Ramadhani Makumbato. Mwenyezi Mungu amemjalia mwili wake ule umekaa kama wa Mwarabu, ndevu zake si za kutafuta.
basi aliweka ndevu mpaka zikawa zimefika hapa kwenye kiuno, ndevu zimefika mpaka watu wakawa wanamshangaa, wewe vipi, ndevu za bandia? Anasema hapa za kwangu. Mpaka anaona hiyo, mpaka anazifunga hivi, zinakuwa rundo hapa linarundikana hivi. Ni mambo haya ni ya kimaumbile. Kwa hivyo usilazimishe kidevu chako kama hakina ndevu, unataka lazima kiwe na ndevu, hutaweza. Ila Mungu akikujalia kwamba kidevu chako kinakubali kuweka ndevu, weka. Sasa ndio pambo la mwanaume. Mwanamke nywele, mwanaume ndevu, ndio mapambo yetu haya. Ukionekana tunajua dume hilo linakuja. Kama una inshallah taala, Mwenyezi Mungu ajalie sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam twende nazo kama vile zilivyo. Baada ya kusema haya, naomba niseme kwamba lile jambo letu